Usisahau kushare, kusubscribe na kulike. Waebrania sura ya kwanza aya ya kwanza hadi ya 6. Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika Mwana aliyemweka kuwa mlisi wa yote. Tena kwa yeye aliufanya ulimwengu, yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake. Akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Amefanyika bora kupita malaika, kwa kadri jina alilorithi lilivyo tukufu kuliko lao. Kwa maana alimwambia malaika, yupi wakati wowote, ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa? Na tena mimi nitakuwa kwake baba, na yeye atakuwa kwangu mwana. Hata tena amletapo mzaliwa wa kwanza ulimwenguni, asema, na wamsujudu malaika wote wa Mungu. Neno la Bwana. Nanyi somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane.
Nasoma Injili ya Yohane sura ya kwanza aya ya kwanza hadi aya ya 18. Injili ya Yohane sura ya kwanza aya ya kwanza hadi aya ya 18. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohane. Huyo alikuja kwa ushuhuda, ili aishuhudie ile nuru, wote wapate kuamini kwa yeye. Huyo hakuwa ile nuru, bali alikuja ili aishuhudie ile nuru. Kulikuwako nuru halisi, amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Alikuwako ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwapo, wala ulimwengu haukumtambua. Alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake, waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Yohane alimshuhudia, akapaza sauti yake akasema, huyu ndiye niliyenena habari zake, ya kwamba ajaye nyuma yangu amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu. Kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea, na neema juu ya neema. Kwa kuwa Torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wao wote. Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha Baba, huyu ndiye aliyemfunua. Neno la Bwana. Kristo. Haleluya. Karibuni tutafakari kwa pamoja masomo ya sherehe ya leo. Tunaadhimisha Noeli, kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Sherehe za Christmas. Tulianza kwa kuimba utukufu usiku wa jana kwa sherehe na mashangilio, na masomo yakatutafakarisha ni namna gani huyu Kristo, ni namna gani huyu Yesu, katika mazingira gani alizaliwa, katika mazingira ya unyenyekevu, katika mazingira ya ufukara ambayo pengine kwa nyakati zile, hata nyakati zetu, wengi wasingetarajia mfalme Mungu katika nafsi ya pili azaliwe katika mazingira hayo, katika zizi la ng'ombe, mahali ambapo palizaraulika na wengi, mahali ambapo pengine hata leo hii ama familia yoyote yenye kipato pengine cha chini haliwezi kutokea jambo la namna hiyo. Lakini Kristo anazaliwa mahali hapo. Kristo anajinyenyekesha. Kristo ambaye ni mfalme anakuja katika mazingira hayo. Leo tumesikia somo la kwanza kutoka kitabu cha nabii Isaya sura ya 52 aya ya 7 hadi ya 10. Somo la pili waraka kwa Ibrania sura ya kwanza aya ya kwanza hadi ya 6. Zaburi ya 98 tukaimba na kuitikia, miisho yote ya dunia imeuona wokovu wa Mungu wetu.
Na injili tuliyoisikia hivi punde ya mwinjili Yohane sura ya 1 aya ya 1 hadi ya 18, neno anafanyika mwili, anakaa kwetu. Pasipo neno hakuna kilichofanyika. Pengine tutafakari juu ya nguvu ya neno kwenye maisha yetu. Tunaongea maneno mengi, yani tangu kumekucha, ukitafakari, pengine umeongea na jirani yako, umemsemesha yule, umepita pale ukasalimia wale wa mama Mwangaluka wa Mayo, ukapita pale ukawasalimia sio wa nani. Sijui sana kama huwa tunafanya tafakari ya maneno yetu tunayoyaongea. Maana katika uumbaji Mungu alitumia maneno kuumba. Mungu akasema, si ndio? Mungu akasema na tufanye mtu. Mungu akasema sijui bahari igawanyike, sijui Mungu akasema. Alikuwa akitumia maneno. Katika maisha yetu, katika kuishi kwetu, sina uhakika sana kama huwa tunatafakari niongee nini, hasa tunapokuwa na hasira, hasa tunapokuwa na nini. Ulishawahi kusikia mama anamuita mtoto wake mbwa? Mtanisamehe kina mama yaani mama amekasirika, alafu anamuita mtoto wake nani? Mbona hatujibu? Ama huwa hatusemi hivyo? Kama huwa hatusemi hivyo, basi mnisamehe sawa sawa kina mama mara chache sana kina baba tunawatukana watoto, au mnasemaje kina baba? Sisi huwa ni wazee wa actions, hatutukani, hatuongei sana. Mimi nakumbuka kwenye maisha yangu mzee wangu alinipiga mara hiyo mara ngapi? Mara moja. Lakini mama usiulize mama tulikuwa tunamalizana naye wakati mwingine jikoni huko, mambo yameharibika, unavutwa sikio hapo, sio? Unazungushwa, alafu unasindikizwa na tusi unasukumizwa kwenye ukuta huko na tusi. Lakini baba mara moja actually alinipiga. Basi sasa leo tutafakari juu ya maneno, nguvu ya maneno. Katika kuongea kwetu tunaongea vipi? Katika kuwaambia watoto wetu tunawaambia vipi? Tunawabariki ama tunawalaani? Naamini tunasikilizana. Wewe mwenyewe unajiambiaje? Unapojitamkia maneno wewe unasemaje? Au unasema bora kina fulani bwana, sisi wengine sijui wewe unasemaje, mimi sijui. Lakini maneno yana nguvu, maneno yanaumba. Unasikia mzazi anamwambia mtoto wake, huna akili kabisa wewe. Utasikia baba anamwambia mama, unamwambiaje? Naogopa kusema, sije kina baba wakanipiga mawe baadaye. Lakini kina baba wakati mwingine tunawaambia kina mama maneno ambayo sio nini. Sifu Yesu Kristo kina baba. Sasa kusikia kaka yangu mmoja anamwambia huna akili kabisa wewe, anamwambia mke wake. Sasa ukimwambia mke wako hana akili, mtu asiye na akili ni nani? Mtu asiye na akili si ni tahila ama? Kwa hiyo huyo ameoa nani? Sifu Yesu Kristo. Haya umejibu wewe, mimi sijasema. Nguvu ya maneno. Maneno yanaumba. Maneno yanafanya nini? Pasipo neno hakuna kilichofanyika. Ndugu yangu, nikuombe kila wakati ujiambie, ujisemeshe maneno mazuri, kwamba mimi ninaweza, mimi nimebarikiwa, Mungu amenibariki, nina 1, 2, 3. Watoto wangu wamebarikiwa, familia yangu imebarikiwa. Tunaweza, tunamshukuru Mungu. Na uzuri sasa tuko mwisho wa mwaka, sio? Sisi kule Waswahili tunasema biashara asubuhi, jioni ni nini? Jioni ni nini? Wakati wa kufanya mahesabu ya maneno yangu, ya tafakari. Kinywa changu kinatoa maneno gani? Nakumbuka, sijui siku hizi sioni sana, manake siku hizi sioni, sijui kama ni kanga ama ni vitenge. Kuna maneno na leo nabii Isa ametuambia maneno mazuri sana.
jinsi ilivyo mizuri miguu yake yeye apelekaye amani, yeye apelekaye habari njema. Sasa zamani palikuwa na nguo zimeandikwa, utamaliza visigino kwa safari za nini? Utamaliza visigino kwa safari za nini? Mbona hamjibu kwa sauti? Ama na sisi visigino vyetu vimeshaisha tunaogopa siku hizi sioni hizo nguo sana, sijui kama ni kanga ama ni vitenge vinaitwaje, mimi sijui. Ndugu zangu, tunaposherekea sherehe za Noeli, kila mmoja wetu atafakari, mimi ninapeleka habari gani kwa jirani yangu? Mimi ninapeleka habari gani kwenye jumuiya yangu? Mimi ninapeleka habari gani kwa wale wafanyabiashara wenzangu tunaofanya nao biashara pale sokoni? Mimi ninapeleka habari gani kwa watawa wenzangu? Mimi ninapeleka habari gani kwa paroko wangu? Tazama ilivyo mizuri miguu yake yeye apelekaye habari njema. Tupeleke habari njema, habari ya matumaini, habari ya furaha, habari ya matumaini. Mwaka huu umekuwa ni mwaka wa jubilei, mahujaji katika matumaini. Pale unapoona mwenzako amejeruhiwa, ameumia, amekata tamaa, tupeleke habari njema, tupeleke habari ya matumaini. Sio unaona mwenzako ameumia, amejeruhiwa, bado unaenda kumkandamiza. Hapana. Leo nabii Isaya ametupa maneno mazuri kabisa ya kututafakarisha. Tunaposherekea sherehe za Noeli, kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, tumekuwa na kipindi cha majilio, kipindi cha maandalizi, kipindi cha kutafakari, kipindi cha kunyoosha mapito, kutengeneza njia ya Bwana. Sasa tunapofikia hitimisho, tusirudi kwenye njia zetu nyingine ambazo tunazifahamu. Maana hata Injili ama maandiko yanasema roho i radhi, lakini mwili ni nini? Mwili ni dhaifu. Tuombe neema kila wakati, tusali tuombe neema ili huu mwili ambao ni dhaifu, ambao mara nyingi unataka tugeuke nyuma, turudi kule tulikotoka, basi tuimarishwe. Tuwe na dhamiri ambayo itatukumbusha, hapa nimekosea, nisimame. Maana ukija kule Pemba kwetu, tunapomaliza mfungo wa Ramadhani, sisi kule tunafunga Ramadhani, utake usitake. Hakuna kula barabarani huko, hakuna kula njiani. Tupo kwenye mwezi mtukufu wa nini? Wa Ramadhani. Sasa shida huwa inakuja Ramadhani inapofanya nini? Inapoisha. Ile siku ya kufungua Ramadhani, usiulize kwenye baa za pombe mnanifuatilia? Yaani ile siku tunamaliza Ramadhani kwenye baa za pombe, kwenye kumbi sui za nini huko, hata wale tunaouza ile kitu haramu, nafahamu ile mdudu haramu yule mahali pote ni nini? Ni vurugu. Kisa tu mwezi mtukufu wa Ramadhani umefanya nini? Sasa tunapomaliza kipindi cha majilio, kama ndugu yangu njia yako ilikuwa imenyooka, ibaki imefanya nini? Ibaki imefanya nini? Na ili ibaki imenyooka, tunahitaji neema, tunahitaji sala, tunahitaji msaada, neema ya msaada, ili njia zetu zibaki zimenyooka. Sio ukasema sasa tulikuwa tumetengeneza njia ya Bwana, sasa tunatengeneza njia ya nani? Mimi sijui. Lakini njia zetu zibaki zimenyooka, njia zetu zibaki ziko salama. Kristo anayezaliwa katika mahali pa ufukara, mahali pa chini, atufundishe unyenyekevu, atufundishe kujishusha. Lakini sherehe za Noeli ni sherehe za familia. Tukae na familia zetu. Nashukuru baba paroko jana usiku aliongea hapa, akasema tukae na familia, tusherekee na familia zetu. Kile kidogo ambacho tumekiandaa, tule pamoja na familia, tunywe pamoja na jirani zetu, waalike wawili watatu, tukae pamoja, hasa kina baba. Sifu Yesu Kristo. Kina baba,
Unasema kina baba tuko busy, tuna mambo mengi, si ndio? Baba anaonekana nyumbani kwa machale 11 alfajiri hayupo, anarudi saa 4 usiku, yuko busy. Wakati mwingine kina mama 11 uko sokoni, si soko gani kule, biashara, umeshafungua genge lako, sio? Kurudi nyumbani, mwaka mzima hujasali na watoto wako, mwaka mzima watoto hawajakuona ukila. Mimi nakumbuka tukiwa wadogo, nilikuwa napenda sana kula na mzee wangu, Mungu ampumzishe mahali pema. Yaani tulikuwa tunapokula na baba tunapata appetite, hamu ya kula, kwa sababu alivyokuwa anafanya nini, anatafuna chakula kwa hamu kabisa kabisa. Unajua mkiwa wadogo, wakati mwingine mama akipika mboga fulani ambayo hamuielewi, si unafahamu? Nafikiri wale wenye watoto wanafahamu. Kuna siku nyingine mama ukipika chakula fulani, unaona watoto wanajivutavuta. Kipika mboga fulani, basi watoto hawali kwa furaha. Sasa baba alikuwa achagui, iwe tembele twende, iwe bamia, iwe mboga gani, yaani anakula. Kwa nini? Sasa leo tunaposherehekea Noeli, pengine watoto wana muda mrefu hawajakuona mama ukipakua chakula ukila nao. Leo wafanye nini? Wakuone. Baba, una muda mrefu jala na watoto, leo ukae na nani? Sifu Yesu Kristo. Mbona kama mnasinzia? Hebu mpige Pepsi jirani yako, mwambie shosti upo. na watu na haka kamvuavua haka, utaona ametulia, utafikiri anasikiliza, kumbe tayari alishachukuliwa na upepo wa kisulisuli. Yuko mbali kabisa huko. Leo tukae kama familia, tule pamoja. Leo watoto tumsifu Yesu Kristo. Watoto mpo? Moja takatifu la sionari acha tu pakule nyanga. Asanteni sana watoto, hapa ni upendo. Sasa leo watoto wamesema hapa ni upendo tu, si ndio? Sasa leo watoto, naomba muwe na wazazi wenu, sawa sawa. Watoto mnanisikia? Tukitoka hapa mguu na njia, kama tunapita sokoni kuchukua dagaa, kama tunapita sokoni pale kuchukua tembele, tunaongozana wapi? Nyumbani. Tunaenda kupika, lete chumvi, unaleta, lete ile bakuli kule, tunapika pamoja. Tukae tule pamoja. Leo watoto waione ile soda anayokunywa baba. Unanisikia kina baba? Ile soda ambayo baba huwa anakunywa, anarudi amechangamka. Kina baba tuna soda zetu, tukinywa huko unarudi nyumbani, unaanza kubisha hodi, bado mlango kule. Ushaanza kubisha hodi, eti umekunywa soda. Sasa hiyo soda leo watoto wafanye nini? Waione, kama ni Pepsi, kama ni Mirinda nyeusi, wafanye nini? Leo tukae na familia zetu, tule pamoja, tunywe pamoja, tufurahi pamoja. Kama tunaenda outing, basi tutoke kama nani? Kama familia. Leo ni full time nyumbani. Full time wapi? Nyumbani. Kuanzia breakfast, lunch, tunamalizia cha jioni. Tuko sifu Yesu Kristo. Ona kina baba mnakasirika au shaanza kuwaharibia. Leo tuko pamoja, tusherekee kama familia. Maana kwenye familia zetu za Kiafrika, mtoto anapozaliwa tunaenda kuwapongeza, tunaenda kumshangilia, tunamshukuru Mungu, tunakusanyika kama jamii, tunafurahia pamoja. Kristo anayezaliwa, Kristo aliyezaliwa katika mioyo yetu. Watoto wamesema hapa ni upendo, alete upendo. Upendo huo utuunganishe pamoja. Tukae na watoto wetu, tukae na familia zetu, tuzibariki, tuzitamkie maneno yaliyo mazuri. Tumesikia habari ya neno anafanyika mwili. Huyu Mungu ambaye zamani aliongea kwa njia ya manabii, nyakati zetu ameongea na Mungu Imanueli. Neno anafanyika mwili,
anakaa kwetu, anaungana na sisi katika mazingira yetu, anachukua ubinadamu wetu. Kama hujawahi kupitia tatizo fulani ama shida fulani, inawezekana ukawa huelewi. Kwa mfano, mtu akija kwako labda anaumwa sikio, kama hujawahi kuugua sikio unaweza usielewe sana, lakini kama ulishawahi kuugua utasema pengine linauma kama lilivyokuwa linaniuma mimi. Kama hujawahi kuugua tumbo, kija mtu anaumwa tumbo unaweza usimuelewe vizuri. Kristo anayechukua ubinadamu wetu anapitia, anaona. Ndio maana somo la pili linasema yeye ambaye zamani aliongea na manabii kwa njia mbalimbali, katika nyakati hizi ameongea kupitia huyu Kristo ambaye anafanyika mwili, anachukua ubinadamu wetu, anaishi kama sisi. Tukisali kwa imani, tukimwendea kwa imani, atatusikiliza. Mungu Imanueli ambaye yuko kati yetu, Mungu pamoja nasi, azibariki familia zetu, atujalie amani, yeye ambaye ni mfalme wa amani. Atujalie upendo, tuonje upendo. Watu wanapokuja kwenye familia yako wakaonje upendo. Wanasema huwezi kutoa kile ambacho huna. Tukiwa na upendo tutatoa upendo, tukiwa na furaha tutatoa furaha, tukiwa na amani ndani mwetu tutatoa furaha, tutatoa amani, watu wataiona. Mungu Imanueli, Mungu pamoja nasi, atubariki, atuimarishe. Usisahau kushare, kusubscribe na kulike.